Haleluya. Mkono kushoto kwako na kulia kwako, mkaribishe nyumbani mwa Bwana. Wale baraza lako wazee mko mbali, naomba mketi viti vyako mbele. Mgenzi wetu wa TV, basi kuangalia, Mungu akubariki. Nimewafurahia kuwaona Ijumaa ya leo. Siku nyingine Bwana ameifanya, tunaipokea na kuishangilia. Kofi mingi kwa Yesu. Tupige makofi kwa Mungu wazuri, naona wako vizuri, wako vizuri. Jana nilipiga simu kwa Felista kumkaribisha. Sasa alipoiona simu yangu tayari akajua baba ananiita. Mungu akubariki sana. Mbarikiwa washirika wazuri wa Galilaya. Tumekuwa na wiki 3 sasa mfululizo. Mkutano kule Calvary, mkutano hapo nje, na sasa ni semina nzuri. Tunaendelea kumuona Bwana. Jina la Yesu libarikiwe. Wakati huu tukiwa tumesimama, nimuomba Bethania wepo hapa mbele na mzee wa kanisa. Mchungaji kila rehema, Mungu akubariki. Mama yetu mchungaji Bernardina yupo kule kwenye tawi, anaendelea na kazi ya Yesu kule Calvary, na kazi ya Mungu nako inasonga mbele. Ni heshima yangu nimlete mwalimu mzuri huyu, mwinjilisti, mtumishi wa Mungu Kristina Bane. Na mpasa 11 pamoja mbili aweze kuendelea na neno la Mungu, sikae mpaka nikuruhusu. Wangapi walibarikiwa juzi? Wangapi walibarikiwa jana? Wangapi ndio siku ya kwanza wana imani ya kubarikiwa kutoka kwa Bwana na Timothy akiwepo? Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Mungu akubariki sana. Asante wewe unayetufuatilia kupitia vyombo hivi vya habari. Hapo nyumbani kwako ni madhabahu, kazini kwako ambako sahihi uko hapa unatufuatilia. Sisi tunaamini kwamba kuwepo hapa ni Mungu amefanya hivyo. Natamani tumwambie Bwana ni wewe tu, hatuna mwingine. Tunapomwambia Bwana ni wewe tu, tafsiri yake ni kwamba vile ulivyotutendea jana na leo bado tunakuhitaji, hatuna mwingine. Jamani, amina. Natamani mtu mmoja maanisha katika wimbo tutakao kwa tunaimba, mpaka wewe uliyeko nyumbani, unayetufuatilia mahali popote ambapo uko, mwabudu Mungu pamoja na sisi wimbo huu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu.
kutoka kwa wanadamu. Yesu, Yesu umestahili sana, umestahili mno. Hauelezeki hata, hausimuliki Mwokozi. Ni kitu gani kitatutenga na wewe Yesu? Je, ni dhiki tunazo kutana nazo? Je, ni magonjwa? Je, ni mali tulizo nazo zitutoe kwako? Hakuna kitu Bwana kitatutenga na wewe. Haupimiki kwa chochote, haulinganishwi Yesu. Mbona tukilia unalia na sisi? Tukicheka unacheka na sisi? Kitu gani kitatutoa kwako? Kama unaweza kuinua mikono yako, inua tu. Mahali hapa tuko live mbinguni. Uwepo wa Mungu uko hapa. Jioni ya leo naiona neema kubwa ya tofauti. Chukue kanisa hili. Roho Mtakatifu lichukue kanisa. Watu hawa ni wa kwako. Kila unachotaka kufanya tuna ni ya kufanya. Baba, waliotaka kwenye nira wavalishe kwenye majira ambayo umeshuka. Tuchukue Baba. Ribo shantara kotara makaya tore masana. Aitola masana rababa usikita risikita rakoteke ramayana rama sana rababa bukutara mayana mo usikita rikita rasakaya toka risikita rakute usi Yajua kupunga Bwana, kora makaya tora masanda
Unafahamu Bwana kwamba sisi furaha yetu ni uwepo wako. Hicho tu ndicho tunachokifurahia na hicho ndicho tunachokitamani, wewe kuwa pamoja na sisi. Bwana wa mabwana, acha neema yako ihudumie maisha yetu kwa kadiri unavyopenda wewe. Ramamabosaka yatorama sanda rasaka yatorama ramabababosaka reketeremosa raseketeremoyanda kota ramasanda. Kiwa kwenye uwepo huu unaweza ukachukua nafasi yako. Asante sana wewe unaitufuatilia katika uwepo wako huo. Unaweza ukaketi kwenye kiti chako hapo. Alafu kama unaweza mpigie Yesu makofi mazuri. Mungu sana. Asante kwa Bwana kwa neema yake jioni ya leo mahali hapa. Ninamshukuru Mungu sana kwa vile anavyofanya. Kutokana na muda, kuna mtu angetoa ushuhuda hapa leo. Kuna kitu Bwana amefanya, tampa nafasi kesho. Kuna jambo la ajabu Bwana amelifanya. Kuna mtu alinipigia, Roho Mtakatifu akaniambia nikutane naye, na nilipokutana naye Bwana amemtendea wema. Tulipoomba ameondoka akiwa ni mzima kabisa. Mambo mengine ni ya kichungaji, nitaongea na mchungaji, lakini Mungu ni halisi, anafanya. Unajua Mungu ni wa ajabu sana. Huyu mtu alipokuja nikakumbuka namna nilivyookoka. Watu wa Mungu, Mungu awabariki mno. Kila ninaposimama siachi kukumbuka kazi ambayo walifanya. Mungu aliwatoa huku kundi la watu, lakini alikuja Sumbawanga kunitafuta mimi tu peke yangu. Ajabu sana, ajabu sana. Ni kitu ambacho kilikuwa hakina umbo. Sidhani hata wao kama walijua kwamba ikaika zote walizopewa na Mungu nilikuwa naokoka mimi, tena mtoto mdogo. Wakaondoka baada ya miaka mingi. Bwana ameniibua. Bwana asifiwe. Kwa hiyo inawezekana semina hii ni ya kwako wewe peke yako, mtu mmoja. Jamani, amina. Jamani, amina. Naomba niseme kwa unyenyekevu mkubwa sana, naomba nitambue uwepo wa dada Joyce kutoka Mbungo. Yesu makofi mazuri. Asante sana. Huyu wa pembeni yako simfahamu jina, naomba yeye aje. Naomba aje. Njoo mwanangu mzuri, hebu mpigieni Yesu makofi mazuri wa Mungu. Huyu Mungu ni wa ajabu eti. Mungu ni wa ajabu sana. Mungu anatisha. Mungu ni halisi. Ni halisi kabisa. Sijawahi kumuona. Naongea naye tu kwa simu. Siku za nyuma alinipigia, alinitumia message akasema nataka kumpa Yesu maisha yangu. Ndio kufuatilia kwenye mitandao. Akaniambia namtaka huyo Yesu uliye naye. Na mimi namtaka. Jamani, Yesu ni mzuri sana wewe. Baba, asante kuniita, nimemwona hapa. Ningemwona wapi? Ningemwona wapi mtu
mzuri kama huyu jamani, baba mzuri kama huyu jamani. Yesu ni mwema. Wewe alikuwa kwenye hali mbaya, hata nilipokuwa naongea naye alikuwa kwenye hali mbaya. Nikamwambia Mungu atakusaidia. Mungu amemsaidia. Mungu amemsaidia, yuko hapa. Jana amenipigia, anasema nimekuwa nikijitahidi nitoke kazini nije, nakutana na foleni na chelewa. Akasema kesho siendi kazini mama, nataka nije nikuone nimwabudu Mungu hapo. Kora mashandara tora makaya tori mosa yekora makaya ndara baba mosa rakaya tori kita kotara masaka ya ndara baba rababa baba. Usifiwe msalaba wa Yesu, lisifiwe kaburi la Emmanuel lililozidi makaburi yote. Yesu usifiwe milele yote. Wewe uliyemwambia Yeremia, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Baba, mtumishi wako huyu kabla sijakutana naye ulimjua. Zile package ulizozikusudia kwake natamka kwenye madhabahu, umekuwa ukinitumia kuzaa mtumishi Mungu. Wengine ni wachungaji wakubwa sasa Baba, wengine ni viongozi wazuri kwenye madhabahu ya Galilaya. Baba, namtamkia mwanaume huyu baraka zako, zile baraka zote za rohoni tulizobarikiwa kupitia damu yako Yesu, ninazitamka kwa ajili yake. Baba, ninakushukuru mno. Sitagusa utukufu wako hata tone, sitagusa kabisa, maana ni wewe ndio unayefanya kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa kanisa hili la Galilaya, limenikutanisha na huyu mtu Mungu. Nilikuwa na kuonye maswali, ukaniambia mbona natembea na wewe, nikawa kama sielewi. Asante kwa ushahidi huu Bwana, nipe neema ya kunyenyekea sana, ili nikuzalie matunda yaliyokusudiwa. Baba, ninakushukuru katika jina la Yesu, amen. Unaweza kuongea kitu? Salimia. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namtukuza Kristo kwa sababu ni neema. Wakati nimtafuta nikisema Mungu kama umekusudia huyu mtumishi niongee naye, najua utakuwa umekusudia. Nilikuwa niko nyumbani nikata tamaa kabisa, lakini yeye mwenyewe ndo alinitafuta, na kwa neema tu tupate hivi leo. Ni kwa neema tu, ni kwa neema, ni kwa neema tu. Siwezi kusema mengi, lakini sema ni kwa neema tu. Uko hapa kwa neema, uko hapa kisa. Asante sana. Ni kwa neema tu, hatukustahili. Tukivaa nila inawezekana, tukiambatana na Bwana inawezekana. Nilikwambia kuvaa nila ni kuamua kutembea na Bwana, kumfuatilia hatua kwa hatua. Na unapoamua kuambatana na Yesu kwa kuvaa nira, uwe na uhakika kwamba yale matokeo yaliyokusudiwa kwa ajili yako yatatokea kwa ukamilifu. Jamani, amina. Asante sana Baba kutoka pale nyumba 6 kwa kubariki. Jisikia vizuri sana. Asanteni sana wote mliokuja kwenye semina hii. Jamani, amina. Kupitia NYTV siwezi kuwataja wote, lakini ninatambua
nilikuwa nimeongea kwamba ninatamani kitu fulani kidumbukie kwenye moyo wako kila ninaposimama kuhudumu. Ninatamani angalau kwa namna ile ambayo Bwana ameniweka, basi neno ile likufae na wewe uwe kama Kristo anavyotaka uwe. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Mtu mmoja akaniambia, natamani kufanana na wewe. Nikamwambia, unakosea. Mimi Yesu aliniambia usitamani kufanana na mtu, tamani kufanana na mimi. Nikamwambia, tamani kufanana na Yesu. Ukifanana na Yesu, wewe sio wa kawaida. Wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni tishio kwenye ulimwengu wa roho. Wewe ni wa pekee. Wewe hauna mfano, kwa sababu Yesu afananishwi. Ukiambatana naye hauna wa kufanana naye zaidi ya Kristo Yesu. Jamani, amina. Jamani, amina. Moyo wangu una shauku ya watu wazaliwe, wakina Kristina wawe wengi, wazaliwe kama huyo kaka wawe wengi. Ni shauku ya moyo wangu sana, na Mungu anajua. Yaani Mungu anajua kabisa. Furaha yangu sio hata kujulikana. Yaani kujulikana sio kipaumbele changu kabisa. Furaha yangu Yesu ainuliwe sana. Jamani, amina. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Nikiwa ninajiandaa kuja Ubungo mwezi wa 6, niliogopa sana. Kila ninapoitwa kwenye huduma waga ninakuwa kama sijawahi hubiri popote. Nikamwambia Mungu, hivi mimi ndo unanipeleka kule, kwa nini usitume mtu mwingine? Nikamwambia Mungu, hapana, mimi usinitume kule. Nikiingia mitandaoni nikiziona ibada zao watu wengi nikanaogopa. Nikamwambia Mungu, mimi hapana. Nikamwambia, mbona kuna watu wapo wenye sifa za kwenda. Nikanajiangalia, unajua tunatumika, lakini tunapitia mambo mengi sana kama wanadamu. Atukuzwe Bwana, tuko kwenye nira ya Kristo, tunakuwa tunaendelea kujifunza kwa Kristo Yesu. Jamani, amina. Roho Mtakatifu akanisemesha kitu, akaniambia nisikilize mwanangu. Akasema sifanyi kazi na watu wenye majina makubwa. Akasema sifanyi kazi na watu maarufu. Sifanyi kazi na watu waliojulikana sana. Akasema ninamtafuta mtu mmoja aliyenyenyekea, ambaye hana jina, ili kupitia yeye nisimike jina langu linalopita majina yote, ndilo lijulikane kila mahali. Ninataka kukuambia jioni ya leo, Mungu anatafuta mtu mmoja aliyetoka kwenye nira, anayelisikia neno hili, anasema ninarudi kwenye nira, bila kuangalia historia yangu, bila kuangalia makosa yangu, bila kuangalia kujikwaa kwangu. Anasema jutieni nira yangu, mjifunze kwangu. Na kwambia, unapokubali Yesu awe mkufunzi wako na wewe uwe mwanafunzi
sio Yesu, hata wewe usingelijua leo. Nakwambia Yesu anakuketisha pamoja na wakuu, maana yeye ni mkuu kuliko wakuu wote. Unapoamua kuambatana naye, kila mahali utakwenda kwa sababu umembeba Bwana, na utukufu wa Mungu utatembea pamoja na wewe. Natamani mtu mmoja aliyeko hapa amwambie Bwana, ni mimi ndio ninayetaka kuambatana na wewe. Nataka kuwa jibu kwenye maisha ya watu, nataka kuwa jibu kwenye maswali ya watu. Nasema wana wa Mungu, inawezekana. Wana wa Mungu, inawezekana. Malaika Gabriel anamwambia Mariamu, yasiyowezekana kwa watu, kwa Mungu yanawezekana. Jamani, yanawezekana. Wana wa Mungu, yanawezekana. Amua tu kuambatana na Yesu, yanawezekana. Jamani, haleluya. Ile miujiza ya viwete kutembea inawezekana. Ile miujiza ya vipofu kuona inawezekana. Ile miujiza ya matasa kupata watoto kama alivyopata sana kwenye ule umri mkubwa kabisa, na kwambia inawezekana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Nasema inawezekana. Baba, nilipotoka hapa, hii semina ya mwaka jana imeleta matokeo hapa. Ngoja nishuhudie na leo hapa, maana yule mtu aliniona hapa. Kuna baba mmoja yuko Morogoro. Yule mama aliyekuja leo, yule baba ameongea naye, amemshuhudia alipokutana na Bwana. Nilipokuwa kwenye semina ya hapa Galilaya, nikiwa ninarudi Sumbawanga, baada ya kutoka hapa mwezi wa kwanza kwenye tarehe 5-6 hivi, nikapigiwa simu. Yule baba akaniambia, tumishi wa Mungu, tumekufuatilia, ulikuwa Mbezi Galilaya. Akasema, mimi nina mke wangu, tuna zaidi ya miaka 18 hatujapata mtoto, na tayari mke wangu ameshakoma hedhi. Hedhi ikitokea ni mara chache sana, lakini tulipokusikiliza tumepata amani kwamba huyo Yesu unayemhubiri ni halisi. Tunataka kumuona kwa uhalisia. Akaongeza kunishuhudia, akasema, nataka nikwambie mahangaiko niliyohangaika. Akasema, kama ni maji ya upako nimekunywa. Akasema, wengine wamepaka mafuta ya upako, mimi nimekunywa kabisa. Akasema, nimetembea kwa manabii, nimezunguka huku na kule, sijapata mtoto. Akasema, ninamtaka mtoto kutoka kwa Mungu wako ambaye unamsema ni halisi. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Na kwa sababu sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu, nilipoamua kuambatana naye, sina mashaka naye, ninalisimamia neno lake. Anasema, kazi nizifanyazo, sikiliza, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Waaminio ni akina nani? Walioamua kujitia mila pamoja na Kristo Yesu. Nisikilize mwana wa Mungu, na ishara hizi zitafuatana. Manake nikiamua kuambatana na Yesu, na zile ishara zinaambatana na mimi. Yule baba aliposema, nikasema Yesu hakumuona Tina, alikuona wewe ndani ya Tina. Maana sio mimi ninaye
si ninawaza, alafu ninamwambia Mungu, hakikisha hauniaibishi wewe. Mimi nimekutangaza wewe ni halisi, na wewe yatimize ili jina lako litukuzwe, maana ukifanya sitagusa utukufu wako hata tone. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Nampenda Yesu hapa Galilaya baba, nampenda Yesu hapa. Amemtendea yule baba wema. Yule baba akasema haya tuombe mama. Akawa anaishi niombe maombi mengi. Na ndivyo washirika wengi walivyo. Wanaona ukiomba maombi mengi ndivyo Bwana amefanya. Mimi maadamu nilikuwa ninajua kwenye uumbaji Mungu alikuwa anatamka vitu vinatokea. Nikamwambia mwambie mke wako akamate tumbo. Nikamwambia kwa jina la Yesu aliye hai, mwakani majira kama haya mtapakata mtoto. Yes. Nikanyamaza. Alafu nikamwambia amini hivi. Alafu nikawa na uhakika nilipokuwa ninatamka, nikanaliona tumbo, nikamwona mfinyanzi anafinyanga tumbo kwa ajili ya kuandaa mtu kuingia kwenye hilo tumbo. Siku zikapita za kutosha. Mara nyingi mimi nikifanya huduma na watu, labda Mungu anipe assignment ya juu zaidi, ndipo nitakuwa nampigia au namfuatilia. Nikaacha, akawa akipiga mara moja moja hivyo. Siku moja nikaa ninajiandaa kwenda kwenye huduma mahali. Sasa usiku nikiwa nimemaliza kuomba, nikaota ndoto moja, ilikuwa hata sijalala vizuri. Nikaota baba mmoja amebeba mkaa kwenye baskeli na kifimbo kile anachosukumia kuweka balansi ya mkaa. Nikamwona kuna kibao mahali amesimama kwenye kibao, alafu ananiambia mama, Morogoro kuna jambo. Ile sauti kwenye ndoto nikasema mbona ni kama ya yule mtu ambaye amewahi kunipigia. Nikaacha. Kulipokucha nikamwambia binti yangu, nikasema nimeota ndoto ya ajabu leo inanitesa. Sijui Morogoro kuna kitu gani kinazaliwa. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Jamani, amina. Ilipofika jioni, nimetoka kusindikiza wageni na kuja kuangalia simu, sinavyo hata tabia ya kupiga namba ngeni zikiwa nyingi na ziacha. Nikakuta namba ngeni kadhaa, nikachukua namba moja, nikasema niipige hii. Nilipopiga ile simu, nikashangaa anapokea sauti ile ile. Nikamwambia wewe ni wa Morogoro? Akaniambia ndio. Nikasema kabla hujaniambia chochote, huko Morogoro kuna jambo na sauti ni ya kwako. Nikasema nimemwona baba mmoja amebeba mkaa. Unajua ukiwa na Yesu una uhakika. Haubahatishi. Wala utafutizi tu kuweka, unanyoka, maana Yesu ni halisi. Jamani, Yesu anaonesha mambo makubwa magumu tusiyoyajua. Nikamwambia nimemwona huyo baba. Ananiambia anipe taarifa, na baba huyo ni wewe, nipe taarifa. Yule baba akashtuka, mpaka akapiga kelele. Akasema unavyoniona mimi ndo niko hivi na baskeli, nimebeba mkaa hivyo hivyo na kifimbo hivyo hivyo, na ndo biashara yangu mimi ni muuza mkaa. Akasema mama, nimepiga simu nikwambie, tumetoka hospitali, mke wangu amecheki ultrasound ana ujauzito tangu mwezi wa kwanza ulipotuombea. Kwa nini usiambatane na Yesu ulete matokeo yaliyokusudiwa? Vipi nisingeambatana? Vipi Mungu asingeambatana kwa ajili yangu mimi? Na yule kaka angezaliwa wapi? Jamani, amina. Jamani, haleluya. Yule baba akaogopa, akasema nimemwona Bwana. Akawa kama amechanganyikiwa, wala anatamani kila ninapofika apigiwe simu ashuhudie kama hapo. Hata tulipokuwa Kahama alinibana mpaka ikabidi niseme hebu tumpigie basi. Tukamwekea simu kwenye maiki akaongea. Nilipokuja Ubungo, ninaporudi Morogoro tumepita, tulikuwa tunaelekea Nzega. Tumefika
amefika Morogoro, gari ikasimama kidogo, tulikwenda kusimama hotelini. Ameenda na mke wake, wananisubiri saa 6. Ananipigia anasema, mama upo kwenye hii gari? Namwambia ndio, nilikuwa nimelala hata nimeshawasahau, nilikuwa nimechoka. Nashangaa jamani, nachungulia hivi kwenye dirisha, namuona yule mwanamke ameshika tumbo. Mama, jamani Yesu ni halisi wewe. Jamani Yesu anafuta machozi. Jamani Yesu anaanzisha jambo jipya. Unapoamua kuambatana naye, jambo jipya linatokea kwenye maisha yako. Jamani, lipokeeni neno la Bwana. Huyu Bwana ninayekwambia ni kweli na ni halisi, na hata kwako atafanya. Hata kama leo hajafanya, na kuhakikishia ni swala la muda, atafanya. Usitoke hapo, atatenda. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Alikuwa amenisimulia mambo mawili. Jambo la pili, alikuwa ameniambia sikio lake limeziba. Mwaka ulikuwa ni wa 3, manake mpaka hivi nilipokuja Ubungo. Anasema yani amebaki kila anapokuwa anafuatilia. Yani waishaitana wako watu, yani yeye ni shuhuda tu. Napigiwa simu mpaka hata hivi baba niliwakaidi tu. Akaniambia tunaomba unapoenda Dar es Salaam tafadhali. Aliona mimi sijatosha, akampigia Messi naomba umbembeleze mtumishi aje ashukia hapa Morogoro. Kuna watu tunamsubiri hapa, si tutamsafirisha. Mimi nikaja bila hata kumwambia. Juzi amenipigia, kumbe upo ndo tumekuona. Ananifuatilia popote. Nilipokuwa Ubungo napo akanafuatilia. Akasema nikaanza kukufuatilia. Ulipoanza kuombea watu nikasema na mimi hapa ni muujiza wangu. Nimekaa nikaweka, ukasema weka mahali panapouma, nikashika sikio. Na mimi nikasema hapa sikio limeziba miaka 3. Anasema ulipokuwa unaomba, nikaanza na mimi kukiri uponyaji. Nikaanza kusema mimi ni mzima. Nikaanza kusema mimi ni mzima. Akasema ulipomaliza maombi, nikaona kama kitu kinaniwasha kwenye sikio. Nikachukua njiti natoa. Akasema nikatoka lidude. Akasema mpaka hivi ninapoongea na wewe, lile sikio ndilo nimeweka simu linasikia. Kuna kitu kimetoka. Bwana amefanya. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Yesu ni halisi, lakini anataka mtu anayekubali kuambatana naye. Bwana asifiwe. Anaposema ujifunze kwangu, tafsiri yake ni matengenezo, ni kutengenezwa, ni kuondolewa ule utu wa asili na kupewa utu mpya wa kwake mwenyewe. Bwana asifiwe. Yani lazima akuponde. Sawa jamani? Sasa wewe unafikiri kama sio kupondopondo, sitasimama hapa na ubiri nisemage mimi ndo nafanya? Na ukipondeka tu, yeye sio dhalimu. Yeyote anayenyenyekea, ishara hizo zote zinaambatana pamoja na yeye. Kujitia nira ya Kristo manake ni kufanana naye. Jamani, amina. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Leo hii watu wanasema yule dada ni wa tofauti. Wala sina tofauti na wewe. Tofauti yangu ni kwa sababu tu ya hiyo neema ya Bwana ndani yangu. Sio mimi ninayeishi, sio mimi ninayefanya, sio mimi ninayekusanya watu. Ni Yesu Kristo aliye hai. Ni yeye Bwana wa mabwana. Ni yeye aliye hai ambaye akiingia ndani yako unauishwa. Amani, amina. Bwana asifiwe. Sijui kama kuna mtu unanielewa. Yani natamani nikumegeta moyo. Yani natamani ningekuwa ninaweza vile ninawaonea shauku wanawake wenzangu, vile ninawaonea shauku baba zangu. Ninatamani tungetoka kwenye maisha ya utumwa. Ningekata kipande cha moyo wangu, nimgawie kila mmoja, labda nianze kubandika ili uambue hiki ninachokisema. Lakini ninachojua neno la Bwana ni zaidi ya upanga, linapenya ndani ya moyo, liingie kwenye moyo wako, lilete mabadiliko, lilete matokeo
maisha yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Nataka nimuongee Yesu leo. Ninampenda Yesu mtenda miujiza. Ninampenda Yesu aliyeacha enzi na utukufu wake mbinguni. Ninampenda Emanueli aliyeweka maskani yake kwa mwanadamu. Ninampenda sana Emanueli. Nataka nimuongee Emanueli kwako jioni ya leo. Na kwa sababu ninausema uweza wa Yesu, maombi ambayo tutaomba uwe na uhakika unapokea kitu. Ninakwambia nina uhakika na Yesu. Yaani nina uhakika naye 100%. Yaani sina hata shaka moja. Nina uhakika naye. Hata yale majira yanapokujaga ya kulia, wala ninajua ninalia kwa sababu kuna nyakati. Leo ninalia, kesho nitacheka. Yesu alikaa kaburini, alikaa kule kaburini, lakini sasa hivi hayuko kaburini, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Haleluya. Haleluya. Taka tusome kitabu cha Waefeso. Yesu mzuri huyu. Yesu, unamwacha Yesu, unaenda wapi wana wa Mungu? Hebu jaribu kuwaza. Hizi ni baadhi ya raha tunapata tukiwa duniani. Jaribu kufikiria tukifika kwa Baba kule jamani. Kule ambako tutavikwa taji. Kule ambako hakuna vilio, hakuna misiba, hakuna huzuni, ni kufurahi pamoja na Bwana. Jamani, hebu tuambatane na Yesu. Tusiishie hapa. Mimi hivi ninavyomfurahia naona haitoshi. Natamani nifike na mbinguni. Jamani, amina. Naomba ufungue kitabu cha Efeso sura ya 1, nasoma hapo na namalizia hapo. Kesho wanakwaya tujitahidi tukiweza. Jamani, wangapi mnapenda nihubiri? Basi kesho mjitahidi wanakwaya, kiweza ile saa 10 na dakika 45, ili zile dakika 15 tuziongezee huko, si ndio jamani? Si mnajua tumebakiza siku 2 na mimi ninachotamani ni maarifa. Naomba nisome kitabu hiki cha Waefeso sura ya 1 kuanzia mstari wa 3. Na ninachotaka kukisema, nataka kusema hivi, tumekuwa tukijifunza kujitia nira ya Kristo ama kuvaa nira kwa maana ya kuambatana na nani? Na Yesu. Sasa nataka kusema kwa nini, yaani huyo Yesu ni nani? Ana nini ambacho kitufanye tuambatane naye? Sawa jamani? Bwana asifiwe. Na ukipata nafasi, nenda kasome hiki kitabu cha Waefeso. Kitabu kizuri sana. Mungu amemtumia Paulo kukiandika vizuri. Ni kitabu ambacho kinamweleza Yesu ni nani na wewe ni nani kabla ya Kristo na baada ya Kristo. Yaani ukitaka kujijua wewe ni nani, kasome hii Waefeso. Sawa jamani? Imebeba maelekezo. Yesu amesema jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Sawa jamani? Kwa hiyo unapomjua Mungu ndivyo ambavyo unatokea mtu aliyekusudiwa. Kwa hiyo nataka tuangalie hapa vitu tunavyovipata kwa Kristo Yesu, na hiyo ndio sababu inayotufanya tutafute kuambatana naye kwa gharama zozote. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa
na uradhi wa mapenzi yake. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Mstari wa 7 anasema hivi, mstari wa 6, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha. Hebu sema ametuneemesha. Ametuneemesha. Ongea ya kwako, amenineemesha. Atukuzwe na usifiwe utukufu wa neema yake. Si unajua neema ni kitu unapewa ambacho hukustahili. Kwa hiyo kwa kweli atukuzwe kwa neema aliyotupa. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Anasema ametuneemesha katika huyo mpendwa, katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Naomba nikutajie vitu hapa. Kitu cha kwanza ambacho tumekipata, kitu ambacho kiko ndani ya huyu Kristo Yesu kwa ajili yako. Sawa jamani? Nataka niongee hivi kabla sijaongea hiyo point. Naomba nikwambie hivi. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, sawa, wakati mwanadamu anaumbwa, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sawa? Kwa mfano wa Mungu mwanadamu akaumbwa. Huyu mwanadamu, Mungu ni nani? Ni roho, si ndio? Kwa hiyo huyu mwanadamu aliumbwa katika roho kwanza. Sawa? Ukienda sura ya 2 anasema mwanadamu akatoka kwenye mavumbi ya ardhi. Sawa jamani? Bwana asifiwe. Akatoka kwenye mavumbi ya ardhi, lakini Mungu akampulizia pumzi yake, maana yake roho yake, akawa nafsi iliyo hai. Kwa hiyo maisha yetu yanaanzia rohoni. Kuja wapi? Kumbe vitu vyetu kabla hatujaviona kwenye mwili, kuna mahali vipo ambako ni wapi? Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Yesu alipokuja kwetu, sawa jamani, miongoni mwa kitu ambacho tulikuwa tumekipoteza kwa kumkosa Yesu ni zile baraka za Mungu za rohoni. Bwana asifiwe. Ninapoongea baraka za ufunguo wa kufungua vitu vyako vije kwenye mwili. Kwani wanapofunga maisha ya mtu wanayafunga kutoka wapi? Eti jamani, tunapoongea rohoni tunaongea kwenye ulimwengu usioonekana kwa macho ya nyama. Sawa jamani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini unaposoma hapa, nimekwambia hivi, kuna kitu tulikipoteza. Naomba uelewe, kama na wewe kuna maeneo, kuna kitu ulipoteza. Yesu anaposema jitieni nira yangu mjifunze kwangu, manake kuna mambo hatuyajui, yale ambayo Mungu alimwambia Yeremia kwenye Yeremia 33:3, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa magumu sio yako. Wapi hayo mambo? Yako rohoni, kwenye macho haya ya nyama hayaoni. Sawa jamani? Mwanadamu alipokosea kwa Mungu, alipovua nira, alipoacha kuwa
inasema hivi: mwanadamu alipovua nira, alipotoka kwenye nira ya Mungu, alipotoka kwenye ule mfanano wa Mungu, alipoteza zile baraka za kiroho ambazo zinatokana na Mungu anayesema mimi ni roho, nao waniabuduo mimi imewapasa kuniabudu katika roho na kweli. Jamani, amina. Kwa hiyo mfumo wa mwanadamu ukabadilika. Ni nani wa kuja kurejesha hicho kitu? Ni Yesu Kristo. Yesu anatabiliwa kwenye kitabu cha Isaya, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Amekuja kufanya nini? Arudishe zile baraka zote za wapi? Za rohoni. Maisha ya Mkristo yeyote aliyeokoka vizuri, anayetembea katika nuru ya Kristo, wala yanaanzia kufanyiwa maamuzi ndani, ndipo yanadhihirika nje. Bwana asifiwe. Kwani kama Mungu alimwambia Yeremia, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Maana Yeremia alikuwepo kabla hajaingia kwenye tumbo ili atengenezewe mwili, si ndio? Sasa kama Yeremia alikuwepo, uwe na uhakika na pakeji zake zote zilikuwepo. Sawa jamani? Bwana asifiwe. Na kama zilikuwepo, manake ziko kule ambako hakujulikani. Ni nani anaingia kule kuzileta? Ndipo Yesu akaja kwetu kama password namba 1. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Akaja kwetu kama kodi ya kwanza ambayo akiachilia yeye kwetu, ambaye ni mwenyewe, ndipo tunaweza kuingia huko kwenye ulimwengu wa roho na tukateka mateka kila kitu kwa jina la Yesu. Tukatamka kwamba hiki ni haki yangu, kama nahitaji mtoto ni haki yangu, lakini kwa sharti moja, kwa kanuni moja, tujitie nira ya Kristo Yesu ili tupate maarifa ya kutumia hizo funguo ambazo ni Yesu Kristo mwenyewe. Maana ukisoma kwenye hiyo Waefeso, Paulo anaongea kwa habari ya kuvaa silaha zote. Manake kuna majira utakapoingia kutakuwa magereza ambayo yamefungwa kwa kupitia vyuma. Unapopata maarifa, unajua kuzitumia zile funguo kwa uhalisia na zinaleta matokeo. Yaani unachohitaji wewe sio pokea kama nilivyokuambia tangu nimeanza. Unachohitaji wewe ni kupata maarifa ya kumtumia Yesu. Ujue Yesu ni nani. Habari njema ni kwamba Yesu alikuja ili kuturejeshea zile baraka zote ambazo zilikuwa ni za kwetu kwenye ulimwengu wa roho. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kazi kubwa ya Yesu, alikuja kuvunja kile kiambaza, alikuja kuondoa kile kiambaza kilichokuwa kimetutenga na Mungu, tukawa hatuwezi kumfikia Bwana. Lakini Yesu alipokuja, ukiamua kuambatana naye, ukiamua kujitia nira yake, wewe moja kwa moja mpaka kwa Baba. Maana Yesu ndiye Baba mwenyewe, ni Mungu mwenyewe amejifunua kupitia mwanae kama Mungu halisi kwenye maisha ya mwanadamu. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Habari njema ni kwamba kupitia damu ya Yesu ametubariki baraka zote za rohoni, na hizo baraka ninazosema ni miongoni mwa ondoleo la dhambi, ni miongoni mwa kusamehewa makosa yako, ni miongoni mwa kuhesabiwa haki.
Jamani, Bwana asifiwe. Galilaya, haleluya. Nimekuletea habari njema wewe, zile baraka zako za rohoni katika Yesu Kristo zinapatikana katika Bwana. Unapokea msamaha. Tumesoma hapo, anasema kupitia yeye tumepata ukombozi, yani tumetolewa kule ambako tulikuwa tumetekwa. Hatukuishia hapo tu, masamaha ya dhambi. Kabla hatujamchagua yeye alituchagua kwanza. Kabla hatujatangaza upendo, yeye anatupenda kwanza na kutangazia mwana wa Mungu. Hii ndio habari njema nimeileta kwako. Ikiwa ulitoka kwenye nira, lango li wazi, urudi kwenye nira ili uyapate matokeo, ili upate muujiza wako. Yesu ni lango li wazi, hata sasa halijafungwa kwa ajili yangu mimi na wewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Omba niongee hiki kipengele, kesho nitaongea vingine. Nataka niongee kwa kipengele haka ambako ninakapenda sana. Nakapenda mno. Nakapenda vile Yesu ameketi mkono wa kuume, alafu vitu vyote, sema vitu vyote, vimewekwa chini ya miguu yake. Unaelewa? Unapoenda kwa Yesu haubahatishi. Vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yake. Na mimi ninapoambatana na yeye, tafsiri yake ni kwamba vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yangu. Kwa hiyo mimi ninachohitaji ni kupata maarifa ya kuvitumia vile vitu, ya kuvitoa kule rohoni na kuvileta kwenye mwili. Kama ni maarifa ya kupata mtoto, basi nijifunze kwa Yesu, aniambie kanuni za kubarikiwa, kanuni za kupata hivyo vitu. Ukikaa kwa Yesu anakupa kodi zote. Unashangaa mtu una funguo zote. Ukiwa na hitaji la kazi, unaenda tu unafungua mara moja, cha roki inatoka kupitia Yesu aliye hai, kupitia Yesu aliye hai. Wana wa Mungu, habari njema ni kwamba anayekubali kuambatana na Bwana, yajayo yanafurahisha, yajayo yanafurahisha. Kama unalia leo, mwambie Shetani, sikiliza, bado haujawini maisha, maana kwangu yajayo yanafurahisha, yajayo yanafurahisha. Hebu mtu mmoja agonge high five na mwenzake, amwambie kwangu yajayo yanafurahisha. Wewe baba zangu mlioko hapa, yajayo yanafurahisha. Shetani akikutishia, mwambie ilitokea siku ya tatu alifufuka kaburini, yajayo yanafurahisha. Kala masaka ya tolama, yajayo wana wa Mungu yanafurahisha. Wanawake wenzangu, yajayo yanafurahisha. Baba zangu mlioko hapa, yajayo kwenye kazi zenu, yajayo kwenye huduma zenu, yajayo kwa watoto wenu, nasema yanafurahisha, nasema yanafurahisha. Rasaka ya tolama, kazi
Unayeniona hapa, walinikataa mwenzio, waliniita mbwa, walinipiga fimbo za kutosha, nikivua nguo mgongoni kwangu nina alama za fimbo, lakini shetani alijua yamewini. Lakini kumbe yaliyokuwa yanakuja yalikuwa yanafurahisha. Vipofu wanaona, viziwi wanasikia, matasa wanapata watoto, waliokata tamaa wanainuliwa.
so much, Lord. May